Neno la leo la mchana wa leo ambalo Mungu ametuwezeshea linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 20. Kumbukumbu la Torati mlango wa 2. Deuteronomy chapter number 2 mstari wa 7. Kumbukumbu la Torati mlango wa 2 mstari ni wa 7. Spiritual wilderness, jangwa la kiroho. Kuna kipindi wa Kristo tunakuwa katika jangwa, tunapitia katika jangwani la kiroho. Soma. Tusome. Kwa kuwa Bwana Mungu wako amekubarikia katika kazi yote ya mkono wako. Umejua ulivyotembea katika jangwa kubwa hili. Miaka 40 hii alikuwa nawe Bwana Mungu wako. Hukukosa kitu. Basi tukapita kando yao ndugu zetu wana wa Esau, waketio Seiri, kutoka njia ya Raba, kutoka Elathi na kutoka Esion Geberi. Amen. Achia hapo. Bwana ape sifa. Amen. Neno la Bwana limesema kwamba kwa kuwa Bwana Mungu wako amekubarikia katika kazi yote ya mkono wako. Umejua ulivyotembea katika jangwa kubwa hili. Anajua ulivyotembea katika jangwa kubwa hili. Haleluya. Amen. Bwana anajua kwa muda wote wa miaka 40. Bwana anasema ya kwamba amekuwa pamoja nawe. Bwana pesifa. Kuna kipindi ambacho Mkristo unastahili ujue ya kwamba utapitia katika jangwa la kiroho, spiritual wilderness. Kuna kipindi ambacho licha umeokoka utapitia katika jangwa la kiroho. Utakuwa katika jangwa la kiroho. Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli waliingia katika jangwani ambalo Bwana anasema ya kwamba licha mlipitia katika jangwa kubwa, nilikuwa pamoja na nyinyi. Haleluya. Sikuwaacha mkiwa katika jangwani. Haleluya. Wakristo tunastahili tujue ya kwamba kuna kipindi ambacho tunapitia katika jangwani. Haleluya. Kuna kipindi ambacho tunakuwa katika jangwani la kiroho. Tunapitia katika jangwa la kiroho. Haleluya. Kuna kipindi ambacho inataka na kwamba Mungu amekuacha. Kuna kipindi ambacho unataka na kwamba hauoni uwezo wa uso wa Mungu. Kuna kipindi ambacho unalicha unaomba lakini Mungu haitokezi. Haleluya. Ndio maana Mungu anasema kwamba katika lile jangwa kwa muda siku miaka 40 nimekuwa pamoja na nyinyi. Mwaka 40 ni muda ambapo tunapitia katika majaribio, ni muda ambapo tunapitia katika mateso. Haleluya. 40 inamaanisha wakati wa majaribio na wakati wa mateso. Haleluya. Wakati wote muda wa miaka 40 mumepitia katika mateso, mumepitia katika kuhangaika, lakini Bwana anawadhibitishia kwamba nimekuwa pamoja na nyinyi. Sijawawacha. Nimesimama pamoja nanyi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kitabu cha Mathayo 4, Yesu alipitia katika hilo jangwa la kiroho. Wewe ni nani ukose kupitia katika hilo jangwa la kiroho? Kuna kipindi Mkristo umeokoka, unaomba, you are intercessor, lakini kuna kipindi kitakapofika utakuwa katika jangwa la kiroho, ambapo itafika wakati inakaa kana kwamba Mungu hayupo na wewe. Haleluya. Matthew 4:1.
Tusome. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Bwana pewe sifa. Amen. Kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Na Yesu alipopandishwa nyikani, alikaa mahali pale kwa muda wa siku 40. Haleluya. Yesu alimaliza siku 40, lakini wana wa Israeli walimaliza miaka 40. Haleluya. Kwa nini Yesu alichukua na wana wa Israeli walichukua siku mingi? Haleluya. Yesu mwana wa Mungu alipelekwa katika nyikani ili aweze kujaribiwa na Ibilisi. Mkristo, inafika wakati ambapo unapelekwa nyikani. Mkristo, inafika wakati wa jangwani. Haleluya. Yesu alipopelekwa nyikani, hakuna miti. Mahali ambapo nasema kwamba utajificha kivuli. Utapata kivuli ya kujificha jua. Nyikani ni mahali ambapo hapana maji. Nyikani ni mahali ambapo pana wanyama. Lakini mwana wa Mungu alikaa mahali pale kwa muda wa siku 40 ili ajaribiwe na Ibilisi. Kwa sababu unapookoka, Mungu hata kupeleka katika kipindi kingine kabla hujapitia katika jaribio. Haleluya. Na Yesu alikuwa anapelekwa nyikani, alikuwa anapelekwa kujaribiwa ili ashinde vita vya msalaba. Haleluya. Msalaba tu inafanya mwana wa Mungu kuteseka kwa siku 40 akiwa nyikani, akiwa na wanyama nyikani. Kana yeye anakaa peke yake ili ashinde vita. Haleluya. Mchana wa leo unapitia katika kipindi gani? Sijui unapitia katika kipindi wa leo. Yes. Sijui unapitia katika mambo gani? Shetani ameinuka vita. Shetani ameinuka kuleta vilio kwa maisha yako, lakini sio kana kwamba Mungu amekuacha. Haleluya. Amen. Wana wa Israeli walikaa kwa muda wa siku wa miaka 40. Kwa nini? Inategemea vile ambavyo unavyokuwa katika jangwa ama nyikani ya kiroho, vile ambavyo unavyojikalisha, vile ambavyo unavyokaa, vile ambavyo unavyojilinda. Haleluya. Amen. Yesu akiwa nyikani alikaa kwa kunena, alikaa kwa kuomba, alikaa kwa neno la Bwana. Shetani alipokuwa anakuja kumjaribu, anamwambia limeandikwa. Alikuwa anasoma neno, alikuwa anaomba, alikuwa anatafuta uso wa Bwana, akafanya kukaa nyikani kwa siku ya 40. Haleluya. Amen. Wana wa Israeli wanakaa miaka 40. Kwa nini? Kwa sababu walikaa kukunung'unika, walikaa kwa kulia, walikaa kwa kulalamika. Wakati unapopitia katika majaribio, wakati unapopitia katika mateso, mara mingi wanapitia kwa kulalamika. Unakaa kulalamika, unakaa kukata tamaa, unakaa kuvunjika moyo, unakaa kusema nimechoka. Wana wa Israeli kwa muda wa miaka 40 kwa sababu walikaa kunung'unika. Bwana pewe sifa. Amen. Kuna kipindi ambacho unakaa katika unapitia katika majaribio. Kuna kipindi unapitia katika mateso. Ni wakati ambapo kunung'unika kusikue sehemu yako. Amen. Haleluya. Kunung'unika kusikue sehemu yako. Kuna kipindi ambacho unapitia katika mateso. Kuna kipindi ambacho ndoa yako inakaa kwa vikwazo. Kuna kipindi ambacho kazi ya mikono zako inakaa kuyumbayumba. Kuna kipindi ambacho afya yako inakaa kuteseka. Usikae kwa kunung'unika. Wana wa Israeli walikaa kunung'unika. Wana wa Israeli walikaa kumkashifu Mungu. Na Mungu anasema ya kwamba licha mlinung'unika, licha mlilalamika, licha mlikashifu Musa, nilikuwa pamoja na nyinyi. Yes. Bwana pewe sifa.
wakati unapopitia katika kipindi hicho, acha. Sasa nawaambia, licha mlinung'unika, licha mlilia, lakini nilikuwa pamoja nanyi. Mimi ndio niliyokuwa nawapea chakula, Yes. mlichokuwa mnakula. Mimi niliyokuwa nawapea maji, mliokuwa mnakunywa. Licha mlilalamika, na kulalamika kwao kunafanya wana wa Israeli wakae nyikani kwa muda miaka 40. Ndiposa kitabu cha Hesabu mlango wa 14 mstari 23 inasema kwamba kwa sababu ya maovu yenu, kwa sababu ya maovu yenu, kwa sababu ya maovu yenu imefanya siku moja ikawa ni mwaka moja. Wangalimaliza siku chache, lakini kwa sababu ya maovu yao. Hesabu 14:24. Wangalimaliza siku chache, lakini kwa sababu ya maovu yao siku moja ilikuwa inahesabiwa mwaka. Hesabu 14:24. Lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama 34. kwa hesabu ya siku hizo mlizoipeleleza ile nchi, yani siku 40 kila siku huhesabiwa mwaka. Mtayachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40. Ndiyo miaka 40. Mtachukua maovu yenu, ndiyo miaka 40. Bwana pesifu. Amen. Kanisa yangu, dada yangu, ndugu yangu, ninakusihi na kuomba, wakati unapopitia katika kipindi cha majaribio, wakati unapopitia katika kipindi cha mateso, jichunge sana, jichunge sana. Usichukue muda mwingi kwa sababu ya maovu yako, kwa sababu ya kunung'unika kwako, kwa sababu ya vilio zako, kwa sababu ya kulalamika kwako, kwa sababu ya kumkashifu Mungu. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya maovu yenu ilikafanya kwamba siku moja ikahesabiwa kuwa mwaka mzima. Haleluya! Ni ya kwamba itategemea vile ambavyo tutajiweka. Wewe unapitia katika kipindi hiki, wewe unapitia katika kipindi hiki ngumu, ni wakati ambapo inastahili ujichunge sana. Ni wakati Mungu anahitaji, ni wakati inahitajika uwe mvumilivu. Ni wakati ambapo inahitajika uwe mvumilivu. Ni wakati ambapo inahitajika uwe mvumilivu katika kipindi cha majaribio, katika kipindi cha mateso. Inahitajika uwe mvumilivu, inahitajika ukamwamini Mungu. Licha ninapitia katika matendo haya, licha ndoa yangu inayumbayumba, licha nimekosa amani, Baba ningali ninakuamini. Baba ningali na tumainio, niko na tumainio kwako. Licha ninapitia katika financial shutdown, Baba niko na tumainio. Ninajua kwamba kitambo kidogo tu nitapita katika kipindi hiki, nitaondoka katika kipindi hiki. Lakini iwapo tutaweka manunguniko, iwapo tutaweka kulia, iwapo tutaweka kukasirika, itazuia muda wetu wa kutoka katika ile jangwa, itatuchukua muda. Haleluya! Ni vyema tujilinde, ni vyema tujichunge. Haleluya! Ni vyema tujilinde. Kuna kipindi, huenda wewe unaweza kuwa katika kipindi hicho. Huenda ulikuwa umekosa tumaini. Huenda umekuwa ukisema yuko wapi Mungu wangu? Kwa sababu you have been praying and you are not getting your breakthrough. My brother, my sister, I want to let you know that God is with you. Even though you are passing through that situation, God has not forsaken you. He is still with you. He is still with you. He is still giving you life. Hallelujah. Licha unapitia katika mateso, shukuru Mungu yungali uko mzima. Licha unapitia katika ukosefu wa kazi, shukuru Mungu yungali uko mzima, kwa maana uzima ulio nayo ni Mungu anakupea. Usinungunike. Kunungunika kwetu kutafanya tukae kwa hiyo hali siku mingi. Daudi anasema, Bwana niondolee kikombe hiki, nisaidie uniondolee kikombe hiki. Hawaye mtu ambaye anapitia katika kipindi kigumu, hawaye mtu ambaye amo katika jangwani la kiroho, Mungu amsaidie. Yesu alishinda vita.
kwa maana alikaa kwa neno. Alikaa kwa neno. Bwana asifiwe. Mungu alipokuwa anaachilia maji, Mungu alipokuwa anaachilia hiyo mana, ilikuwa wana wa Israeli wakula hiyo mana na wafuate njia ya Bwana, lakini kwa sababu walitenda maovu, ambapo Paulo anawaambia Wakorintho, katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 5. Wakorintho anawaambia kwa nini, Paulo anawaambia Wakorintho kwa nini wana wa Israeli hawakufika nchi ya ahadi. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 5. Kuna wengi wanakosa kufikisha hatima yao kwa sababu ya maovu, kwa sababu ya kulalamika, kwa sababu ya kulia. Hatujaweza kufika katika hatima ile ambayo Mungu alikusudia, kwa sababu nilipokuwa katika kipindi cha kiroho cha jangwani ya kiroho, tukanungunika, tukatenda maovu, tukaingia katika njia mbaya, Bwana akatuacha na ikafanya kwamba hatujatimizwa, hatujafikia hatima ambayo Bwana alikusudia. Haleluya. Soma. Wao hakupendezwa nao, maana waliangamizwa. 6. Hayo haya mambo yanaondolewa ama yanatolewa kwetu, tusiwe kama hao wale ambao waliangamia jangwani. Haleluya. Tunaweza angamia jangwani katika kipindi hiki. Utapata kwamba mpendwa amewacha kuingia kanisani kwa sababu kipindi hiki ameshindwa kustahimili. Wengi waliangamia jangwani. Bwana pesifu. Tujue kwamba tuna kipindi hiki ambacho tunachopita cha kuwa jangwani ya kiroho, spiritual wilderness, inatupeleka to another level. Bwana pesifu. Inatupeleka to another level. Hao walitenda maovu, hao walitenda dhambi, hao walinungunika, hawakuona nchi ya ahadi. Wewe kuna kitu ambacho unataka Mungu akufanyie mwaka huu, na kabla Mungu hajakutendea kuna jangwa ambalo utapita. Haleluya. Kuna majaribio ambayo utapitia ndiposa ukutane na your breakthrough. Haleluya. Wengi wamepoteza hatima zao kwa sababu walishindwa kustahimili. Ndio maana Biblia inasema kwamba, Paulo anasema mambo haya tunawaambia iwe mfano kwenu, msiwe kama wana wa Israeli walioanza kunungunika, walioanza kunungunikia Mungu, walioanza kunungunikia Mwenyezi Mungu pasipo kujua Mungu alikuwa pamoja nao. Haleluya. Mungu yuko pamoja nawe katika hali unayopitia. Mungu yuko pamoja na wewe katika hali unayopitia. Huenda unaweza ona Mungu amekusahau kwa maana umefunga, ukafunga, lakini haujapokea jawabu. Lakini Mungu anafanya kazi. Haleluya. Ndio maana akawaambia, kwa muda wa miaka 40 nilikuwa na nyinyi. Chakula chenye mlikuwa mnakula, maji yenye mlikuwa mnakula kila siku, ni mimi nilikuwa napeana. Haleluya. Sio kwa uwezo wao, lakini hao hawakuwa wanaona Mungu, hawakuwa wanaona Mungu anafanya. Walikuwa wanaona Mungu amewaacha. Hadi wanaambia Musa, mbona ungaliwacha tu tukufie Misri kuliko kufia jangwani? Pasipo kujua kule jangwani Mungu yuko pamoja nao, lakini hajitokezi waziwazi. Bwana pesifa. Uzima tulio nayo ni ya muhimu sana. Licha unapitia katika changamoto, licha unapitia katika vifungo, licha unapitia katika vita, Mungu haja kuacha. Haleluya. Utatoka ukiwa mshindi katika hali unayopitia. Hautaomba tu na upokee breakthrough mara moja hivyo na useme haleluya. Kuna vingine Bwana lazima akuchunge. Kuna kipindi Bwana lazima aone kama unastahimili. Haleluya.
Kuna wengine Bwana anataka kuona imani yako, anataka kuona kama wewe ni mwaminifu, anataka kuona kama unamtumainia. Bwana pesifa. Na hicho ni kipindi ambacho mpendwa, unastahili ukae kwa neno. Yesu Bwana Mungu alikaa kwa neno, ndio maana alishinda Ibilisi. Anamwambia Ibilisi, imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno litokalo kinywani mwake Mwenyezi Mungu. Wakati unapoona mambo yendi vile unavyokusudia, ni wakati ambapo unastahili ukae kwa neno. Ni wakati ambapo unastahili ukae kwa maombi. Ni wakati ambapo unastahili kukaa kwa kuimba. Ni wakati ambapo unastahili kutafuta uso wa Mungu, ili kipindi hiki ambacho unachopitia ukapate ushindi. Lakini iwapo utaingia kunung'unika, iwapo utakaa kulalamika, iwapo utakaa kuhuzunia Mungu, hakika wewe unaweza kuchukua muda na wewe unaweza kosa kutimiza fikia hatima yako. Wana wa Israeli wengi walikufia jangwani kwa sababu ya maovu. Na maovu waliotenda ni kwa sababu walikosa kumwamini Mungu. Wakaona Mungu yuko mbali. Hata wakiwa jangwani wanasema wacha tukatengeneze miungu za wana wa Misri tukaweze kuabudu ndama. Haleluya. Fika jangwani, kuna mtu atasema Mungu amechelewa, uache nikatafute mganga, uache nikatafute madawa ya kienyeji, uache nikatafute ushauri mahali pengine. Hapo ndipo unamaliza maisha yako, hapo ndipo unafunga hatima yako. Haleluya. Ni kipindi ambacho nasema namtumainia Mungu. Ni kipindi ambacho nasema ya kwamba nina Mungu wa Israeli. Hali hii atanipitisha, hali hii nitapita, hali hii nitapata ushindi. Yesu alipata ushindi. Haleluya. Alipitia katika nyikani na akapata ushindi, akashinda kwa vita wa msalaba. Na wewe ambapo umemchukua huyu Yesu, lazima upitie katika nyikani, lazima upitie kipindi ambacho ni kipindi cha majaribio. Na hicho kipindi ndicho kinaangusha wengi kwa imani. Hicho ndicho kipindi ambacho wengi wanatoka kwa njia. Hicho ndicho kipindi ambacho wengi wanamwacha Mungu. Sipokujua wanazuia hatima yao. Bwana asifiwe. Wewe unaweza kuwa unapitia katika kipindi hicho. Pia Mungu akusaidie, kwa sababu muujiza wako uko njiani. Haleluya. Wewe muujiza wako uko karibu. Pitia tu kitambo kidogo. Pitia tu kitambo kidogo, Mungu wako akuinue, Mungu wako akufikishie hatima anayokusudia kwa maisha yako. Usilemewe katika kipindi cha majaribio, usilemewe katika kipindi cha mateso. Ni kipindi ambacho kinakugharimu, kinahitaji maombi, kinahitaji kukaa kwa neno, kinahitaji kusoma neno, kinakuhitaji kukaa kwa njia za Bwana, na ushindi wa Bwana utaupata. Haleluya. Huenda kuna mtu alikuwa amevunjika moyo. Huenda kuna mtu alikuwa amekosa tumaini ya kusema nimechoka na hali ninayopitia. Mpendwa, ninakusihi usichoke. Baraka zako zipo. Baraka zako ziko. Mungu anakuangazia. Mungu yuko pamoja na wewe. Haleluya. God is in operation. Licha unazaona kwamba hayuko pamoja na wewe, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Ndio maana aliambia wana wa Israeli, mimi nilikuwa pamoja na nyinyi. Ndio maana chakula chenye mlikuwa mnakula kilikuwa ni changu. Mungu hajakuacha. Mungu anakudhirishia katika kipindi hiki. Licha unaonekana kwamba Mungu hakuoni, licha unaomba na ufunuo upati, si kana kwamba Mungu amekuacha. Mungu yuko pamoja na wewe. Kitambo kidogo ninakuhakikishia ya kwamba utasimama na ushuhuda. Nimepitia katika wakati mgumu, lakini mimi ndio huyu hapa ninasimama kumhimidi Bwana. Nimepitia katika kipindi cha majaribio, nimepitia katika kipindi cha kuteseka na kazi, nimepitia katika kipindi cha kuteseka na magonjwa, lakini utasimama ukisema kwamba nimeinuka tena, Bwana ameweza kunitendea. Haleluya. Tusimame kwa miguu zetu. Tusimame kwa miguu zetu tunapoimba. Wenda watu wanapitia katika kipindi kingumu. Watu wako na shida ya finance, watu wako na shida ya kindoa, watu wako na shida ya maisha yao. Mungu atusaidie katika kipindi hiki. Atudhirishia kwamba yuko pamoja nasi. Atudhirishia kwamba hajatuacha kamwe. Atudhirishia kwamba licha tunapitia katika jangwani ya kiroho,
hajatuacha, yuko pamoja nasi, tupigania vita na atasimama pamoja nasi. Tunapoimba wimbo, jiandae. Huenda unapitia katika hali ngumu, huenda ndoa yako imekosa amani, huenda kazi ya mikono zako imekosa amani, huenda maisha yako unapitia katika vilio. Tunapoimba wimbo, mama kanisa atatuelekeza katika hii jangwani, atupiganie vita vya jangwani, atupiganie vita ambavyo unaopitia. Maisha yako yamekuwa magumu, huenda unasumbuliwa katika maishani mwako, huenda umekosa amani. Mchana wa leo Bwana tusaidie tushinde vita. Mataifa yote